Mshikamano. Mshikamano. Haya. Mheshimiwa Rais, leo ni maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Naomba sasa uridhie ili iweze kusikia wafanyakazi wanasemaje katika siku ya leo. Hii ni risala ya wafanyakazi itakayowasilishwa na Katibu Mkuu wa TUCTA Bwana Heri Nkunda. Kwa heshima na taadhima, Katibu Mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Bwana Heri Nkunda, karibu kwa ajili ya risala ya wafanyakazi. Wafanyakazi oye! Solidarite! Solidarite! Mshikamano! Mama safi! Mheshimiwa Rais wetu na mgeni wetu rasmi, natambua itifaki ya meza kuu ya wageni wote wanaotajwa katika itifaki hii. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kabla ya kuendelea, naomba nitambue uwepo wa Daktari James Kalanje, huyu ni mweka hazina wa TUCTA, na pia Susan Ndomba Dora ni mtendaji mkuu wa Chama cha Waajiri Tanzania ATE. Mheshimiwa Rais, uchungu wa mwana aujuae mzazi, lakini pia utamu wa ngoma ingia ucheze. Mheshimiwa Rais, sisi wafanyakazi ndio haswa tumeguswa na juhudi zako za kutuhudumia sisi wafanyakazi. Naomba niwasilishe risala ya wafanyakazi ambayo baadhi ya vitu vinaweza kuwa vimejirudia na wazungumzaji waliotangulia. Ninaomba uniwie radhi katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunayo heshima kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha tena kufikia siku hii muhimu ya kilele cha maadhimisho ya sherehe za wafanyakazi duniani. Siku hii ni ya kipekee kwani ni kumbukizi ya wafanyakazi wenzetu walioshiriki katika harakati za kupigania haki, heshima na maslahi ya wafanyakazi mahala pa kazi. Aidha, tunatumia maadhimisho haya kutathmini mafanikio na changamoto ambazo wafanyakazi tumepitia na kujipanga upya kufikia malengo kwa kipindi kingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2025 yanaratibiwa na Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa Tanzania TALGU kwa kushirikiana na vyama vingine vinavyounda Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA. Vyama hivyo ni pamoja na TPAU, TAMICO, TRAU, TEUTA, CHODAU, TASU, KOTUTI, Chama cha Walimu Tanzania, TWICO, RAU, TUGE na DOUTA. Mheshimiwa mgeni rasmi, TUCTA tunatoa shukrani za pekee kwako Mheshimiwa Rais kwa kupokea na kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi. Uwepo wako hapa unadhihirisha kuwa unatuthamini na kutujali. Asante sana mama. Aidha, tunashukuru kwa kuendelea kuzipokea hoja mbalimbali za wafanyakazi na kuzipatia majawabu stahiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu katika sherehe za Mei Mosi za mwaka 2025 linasema kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Wafanyakazi tumekuja na kauli mbiu hii ikiwa ni sehemu ya uhamasishaji wa kundi la wapiga kura wafanyakazi ili wajitokeze katika mchakato mzima wa kujiandikisha na kushiriki kamilifu kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, kufuatia mafanikio ambayo sisi wafanyakazi tumeyapata kupitia serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na wewe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TUCTA tumeona ni vyema tutumie maadhimisho haya kuwahimiza wafanyakazi kuenzi juhudi za awamu hii ya 6 ya uongozi wako
na kuwataka Watanzania hasa wafanyakazi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu na kuhakikisha wanapatikana viongozi watakaoendeleza mema tunayopata chini ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, nyakati zote tunapoadhimisha kilele cha sherehe za siku ya wafanyakazi duniani, tumekuwa tukitumia fursa hii kuwasiliana na wewe Mheshimiwa Rais kwa kukueleza mafanikio na changamoto zinazowakabili wafanyakazi. Siku ya leo ni tofauti na sherehe za miaka iliyopita. Wafanyakazi tunayo heshima kubwa kuyaeleza japo kwa uchache yale ambayo tuliyowasilisha kwako kupitia risala zetu na yakapatiwa ufumbuzi unaotunufaisha sisi wafanyakazi. Baadhi ya mafanikio hayo yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 6 ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais wetu umeendelea kuwa kinara katika kuboresha maisha na maslahi ya wafanyakazi. Katika kipindi cha uongozi wako tumeshuhudia punguzo la kiwango cha makato ya kodi yanayotokana na mishahara yani pay as you earn kutoka 9% hadi 8% kwa mishahara kima cha chini, lakini pia kuongezeka kwa kasi ya uidhinishaji wa mikataba ya hali bora yani CBA na mipango ya motisha yani incentive schemes kwa watumishi wa taasisi za umma na utekelezaji wake wa dhana ya ushirikishwaji kwa vitendo kupitia mabaraza ya wafanyakazi. Ndugu mgeni rasmi, tumeendelea kushuhudia maboresho katika mifuko ya hifadhi ya jamii yaliyowezesha kulipa kwa mafao ya wastaafu waliongoja kwa muda mrefu. Aidha, katika kipindi chako kikokotoo kilipanda kutoka 33% hadi 40% na kwa watumishi wa umma na 25 hadi 35% kwa watumishi wa sekta binafsi. Ni wewe ulikubali kuongeza kima cha chini cha pensheni kwa wafanyakazi waliostaafu kutoka kiasi cha shilingi 100,000 kwa mwezi hadi kufikia kiasi cha shilingi 150,000 kwa mwezi. Jambo hili la kiungwana halikuwa limefanyika kwa muda mrefu sana, hasa kwa kuwakumbuka wastaafu wetu, kwani kila mmoja wetu ni mstaafu mtarajiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha uongozi wako umri wa mtoto yani mnufaika wa mfuko wa taifa bima ya afya uliongezwa kutoka miaka 18 ya awali hadi miaka 21. Pia wastaafu wameendelea kupata huduma za matibabu bila kuzingatia sharti la kuchangia kwa miaka isiyopungua 10. Ni katika kipindi cha awamu hii ulinzi na usimamizi wa usalama wa wafanyakazi kazini ulipewa kipaumbele kwa kuwezesha vifaa na wataalamu kwa taasisi yetu ya OSHA na pia magari ya kutosha kwa ofisi ya kamishna wetu wa kazi kuliko sababisha kuongezeka kwa kaguzi sehemu za kazi na hivyo kulinda ajira zenye staha kwa Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, umeondoa tozo ya 6% kwa wanufaika mikopo ya elimu ya juu iliyokuwa kero sana kwa wafanyakazi wengi vijana waliohitimu elimu ya juu. Umefungua ajira rasmi serikalini na hivyo kuendelea kupunguza tatizo la ajira na kupunguza mzigo kwa wafanyakazi waliokuwa kazini. Ajira kupitia sekta ya utalii, kilimo, yani kule BBT, lakini pia ajira kwenye michezo, elimu ya ufundi stadi na kuwawezesha vijana kupata mikopo kupitia halmashauri zetu na taasisi za kifedha kumesaidia sana kupunguza tatizo la ajira kwa vijana. Ndugu mgeni rasmi, 90% ya watumishi wa umma wamepandishwa madaraja na miongoni mwao kwa mseleleko katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2024. Kupitia mabaraza ya wafanyakazi tunayohudhuria, tumeshuhudia mipango ya kuvunjwa kwa rekodi nyingine ya kupandisha madaraja kwa zaidi ya 50% ya watumishi wa umma katika bajeti ya mwaka unaofuatia. Aidha, sisi wawakilishi wa wafanyakazi tumeendelea kushiriki katika hatua mbalimbali za kufanya mapitio ya mishahara ya wafanyakazi kupitia bodi ya kima cha chini cha mishahara kwa watumishi wa sekta binafsi. Tumeshiriki katika kufanya tafiti za kima cha chini kwa hali ilivyo hivi sasa ili tuweze kushauri viwango vya kima cha chini vinavyoakisi hali na maisha ya wafanyakazi. Katika hili Mheshimiwa Rais, tunaamini muda utakapofika, muda mwafaka baada ya process hizo kukamilika, utasema jambo. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ukiwa mama, kwa upendo mkubwa sio tu kwa sekta binafsi, tunaamini pia muda utakapofika ikikupendeza na hali itakaporuhusu, unaweza kusema kitu chochote hata kwa wafanyakazi wa sekta ya umma, kwa sababu hizi bodi ambazo za mishahara ambazo tumetengeneza nazo za mchakato. Kwa hiyo muda utakapofika, kwa jinsi ulivyo mama yetu unavyotupenda, tunaamini muda utakapofika kwa baadaye, basi Mungu akujalie unaweza kusema jambo ambalo litatufurahisha sisi wanao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kubali kuongeza likizo ya uzazi kwa wafanyakazi wanawake wanaojifungua watoto njiti, ambapo kwa sasa kipindi ambacho mtoto anakuwa katika uangalizi hadi kufikia majuma 40
cha ujauzito wa mama hakitahesabiwa katika likizo ya uzazi. Pia likizo hii imeongezeka kwa kina baba, ambapo sisi tumepata nyongeza kutoka siku 3 hadi siku 7. Mabadiliko haya sio tu yamegusa familia moja, bali pia yamegusa jamii kwa ujumla. Na katika hili ni sisi Tanzania pekee tumefanikiwa kupata likizo hii katika nchi za Afrika Mashariki. Nani kama mama? Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapongeza serikali kuanzisha mfumo wa uhamisho, mfumo ambao unakwenda kumaliza changamoto ya watumishi kunyimwa uhamisho hata pale wanapokuwa na sababu za msingi. Pamoja na maboresho hayo, tunaomba serikali isimamie kikamilifu utekelezaji wa mifumo huo hasa kwa watumishi wa kada za chini ili kumaliza changamoto hii na kuwapa watumishi fursa ya kuhama pale sababu za kufanya hivyo inapojitokeza. Aidha, tunaishukuru serikali kuanzisha zoezi la kukusanya taarifa za idadi ya watumishi waliokaimu nafasi za uongozi kwa muda mrefu. Uamuzi huu wa serikali ukitekelezwa kikamilifu utamaliza malalamiko ya baadhi ya watumishi wa umma waliokaimu nafasi za uongozi kwa muda mrefu kinyume cha matakwa ya sheria na kanuni zetu za utumishi wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, limezuka wimbi la baadhi ya waajiri kuwashawishi wafanyakazi kuanzisha na kujiunga katika vyama vipya vya wafanyakazi katika maeneo na sekta ambazo tayari vipo vyama vilivyosajiliwa. Kitendo cha mwajiri kushawishi na kufadhili wafanyakazi kuanzisha chama kipya mahala penye chama kingine cha wafanyakazi ni kitendo kinachodhoofisha umoja na mshikamano wa wafanyakazi. Pamoja na serikali kulizia utekelezaji wa mkataba wa Shirika la Kazi Duniani 87 mwaka 1948 unaoelekeza juu ya haki ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika, tunashauri serikali sheria ya kazi zilizopo zifanywe maboresho ili kuzuia uanzishwaji wa vyama maeneo ya sekta zenye vyama vilivyosajiliwa. Ushauri huu utazuia uanzishwaji wa vyama vingi katika eneo moja la kazi na kuondoa kabisa dhana ya mshikamano wa wafanyakazi na hatimaye kukosekana kwa amani na utulivu sehemu ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa kupokea maombi ya watumishi wa baadhi ya taasisi za umma kupunguziwa makali ya kodi wanazotozwa kutoka kwenye posho na nauli, chakula, nyumba na motisha za utendaji bora wa kazi na posho nyingine. Aidha, tunafahamu kuwa serikali kwa kutumia sheria ya kodi ya mapato sura 332 itakana na taasisi husika ili kuzifanyia tathmini kiwango cha kugharamiwa bajeti hizo kutoka kwenye mfuko mkuu. Ikikupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba serikali ifikirie upya kuondoa kabisa kodi zinazokatwa kutoka kwenye posho tunazolipwa wafanyakazi, baada yake tuone uwezekano wa kupata vyanzo vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, ipo changamoto ya uwepo wa taratibu za mfuko kusitisha huduma za bima ya afya pindi mwajiri anapochelewesha michango ya mfanyakazi kwenye mfuko. Kwa niaba ya watumishi wote wa umma, tunaishukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha inawasilisha mchango wa watumishi wake kwenye mifuko kwa wakati. Aidha, tunaendelea kupongeza sana serikali, mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA kwa kuendelea kuwa karibu na NHIF na kuhakikisha kuwa tunaendelea kupata huduma bora za afya kupitia mfuko huu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa wafanyakazi hatukosi huduma za afya kwa sababu mwajiri kutotimiza wajibu wake kisheria. Aidha, tunaipongeza serikali na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha sheria ya bima ya afya kwa wote sura 161 iliyotungwa na kuanza kutekelezaji wake Agosti mwaka 2024 kwa baadhi ya vifungu. Ni matumaini yetu kuwa kukamilishwa kwa taratibu za kuweza kutumika kwa sheria hii kwa ukamilifu itaondoa changamoto kwa wafanyakazi wa sekta binafsi, hasa wastaafu, kujiona kama wametengwa na kukatiwa huduma za bima ya afya mara baada ya kustaafu kama ilivyo kwa wastaafu wenzao wa sekta ya umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua tulizofikia kama nchi za kuelekea kuridhia mikataba 6 ya Shirika la Kazi Duniani. Mikataba ambayo sisi wafanyakazi pamoja na serikali tumeipitia kwa kina na kuona itakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa letu. Tunatambua kuwa hadi sasa mikataba hiyo ipo katika hatua mbalimbali za kuwasilisha katika Baraza la Mawaziri na baadaye katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa ni muda wa takriban mwaka mmoja tangu serikali itamke kwenye mkutano mkuu wa Shirika la Kazi Duniani kupitia waziri mwenye dhamana
kuwa nchi yetu iko katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa mikataba hiyo. Tunaomba Mheshimiwa Rais na serikali yako unayoiongoza kukamilisha mchakato huu mapema kama ilivyotarajiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, TUCTA tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuona umuhimu wa kuongeza idadi ya siku za mikutano ya Tume ya Utumishi wa Umma kutoka siku 10 za awali hadi siku 15. Ongezeko hili la siku za mikutano ya tume umewezesha kutolewa kwa uamuzi wa mashauri mengi ya rufaa za watumishi wa umma tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Aidha, serikali imeendelea kufanya maboresho katika kuimarisha tume ya usuluhishi na uamuzi kwa kuongeza watumishi 20 katika mwaka wa fedha 2023 na ipo katika mpango wa kuongeza wengine 57 katika mwaka ujao wa fedha 2026. Haya ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha wafanyakazi nchini wanapata haki kwa wakati. TUCTA tunashukuru kwa hatua hizo na tunaamini kuwa maboresho haya hayataishia hapo, yataendelea kadri inavyohitajika. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2022 kupitia hotuba yako ya siku kama ya leo ulielekeza TUCTA kuhakikisha kuwa inafungua milango ya kuwasajili vyama vingine vilivyosajiliwa kujiunga na TUCTA. Ninayo heshima kubwa kujulisha kuwa Baraza Kuu la TUCTA lilifungua milango na hadi sasa tunapowasilisha taarifa hii jumla ya vyama 9 vimeomba kujishirikisha na TUCTA. Na katika hivyo vyama 3 vimeridhiwa kujiunga na TUCTA. Vyama hivyo ni TUPSE, TASIU na JOUTA. Kupitia jukwaa hili, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya TUCTA tunaendelea kuvijulisha vyama vyote vya wafanyakazi vilivyosajiliwa kuwa milango bado iko wazi na tunawakaribisha tuungane pamoja. Mheshimiwa Rais, kama mnavyofahamu, suala la hifadhi na utunzaji wa mazingira ni muhimu kwa ustawi wa taifa na jamii kwa ujumla. Kwa kutambua hili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 na mikakati mbalimbali imekuwa ikiandaliwa kwa lengo la kuwezesha utekelezaji wa dhana ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira inafikiwa. TUCTA inatambua jitihada na hamasa ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutunza mazingira na kuwataka wafanyakazi kubeba swala hili kwa umuhimu wake kwa kuzingatia hamasa ya viongozi mbalimbali wa kitaifa na kuweka msukumo katika dhana hii ya hifadhi na utunzaji wa mazingira. TUCTA inatambua kuwa wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanamazingira namba 1 na umeweza kuasisi ajenda ya nishati safi ya kupikia ya kitaifa na kimataifa. TUCTA inaunga mkono ajenda hii ya Mheshimiwa Rais na inaomba waajiri wote wabebe ajenda hii muhimu na kwa msukumo wa pekee. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kuwa zipo baadhi ya taasisi zimeanza kuunga mkono juhudi hizi kwa vitendo kwa kuwezesha wafanyakazi wake kununua na kutumia majiko yenye kutumia nishati safi. Naomba nitambue na kupongeza ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuonesha njia na kuishi maoni ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo. TUCTA inawaasihi waajiri na taasisi nyingine ziige mfano huu, ambapo kwa kufanya hivyo tutafikia lengo la serikali la matumizi ya nishati safi kufikia mwaka 2030 au hata kabla ya mwaka 2030 kwa lengo la kwenda sambamba na dira ya maendeleo. Kwa kuzingatia dira ya maendeleo, taasisi zote zizingatie dhana ya ofisi ya kijani kwa kushiriki katika kuweka mazingira safi, kuhifadhi mazingira na kupunguza matumizi ya makaratasi na kuhamasisha matumizi ya kompyuta ili kufanikisha dhana na hatua ya kufikia ofisi ya kijani, yani green office. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wafanyakazi wote nchini, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, ninaomba nirudie tena kukushukuru wewe binafsi na serikali yako sikivu kwa namna ambavyo umepokea hoja na changamoto mbalimbali za wafanyakazi na kuzipatia majawabu. Upande wetu viongozi pamoja na wafanyakazi wote nchini tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika jitihada mbalimbali zinazofanyika kuhakikisha nchi yetu inaendelea kukua na kustawi katika nyanja zote, yaani kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Tutaendelea kufanya kazi kwa bidii, ubunifu na uadilifu. Tutaendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa, ubadhirifu na upendeleo. Tutazingatia usawa kwa watu wote katika kutoa huduma kwa jamii. Tunatoa rai kwa wafanyakazi nchini na Watanzania kwa jumla tujitokeze kwa wingi kushiriki katika zoezi la kidemokrasia la
la kuchagua viongozi bora watakaoongoza nchi yetu katika kipindi cha awamu ijayo. Kwa mara nyingine, nihitimishe kwa kuwashukuru viongozi, wageni na wanachama na wafanyakazi na wananchi wote mlioweza kujumuika nasi leo. Shukrani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Comrade Majaliwa, waziri wetu wa kazi Comrade Ridhiwani Kikwete na watendaji wote katika ofisi yake kwa jinsi tulivyoshirikiana nao katika maandalizi ya siku hii muhimu ya wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shukrani za pekee sana kwa mkuu wa mkoa wa Singida chini ya uongozi wake shukrani za pekee kwa mkoa wa Singida chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa wetu Comrade Halima Dendegu na wanakamati wote kuwa wenyeji wa kushiriki kamilifu kwenye maandalizi ya maadhimisho haya. Kwa moyo wa shukrani, tunawashukuru sana wadau wote waliotuchangia katika kufanikisha sherehe hii. Tumepokea michango kupitia harambee iliyofanywa kwa kushirikiana pamoja na TUCTA mkoa wa Singida chini ya uongozi wa waziri mkuu, ambayo imetuwezesha kufanikisha sherehe hii kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Shukrani sana ziwafikie serikali, lakini pia na wadau wote waliotuchangia ambao niliwatambua nilipokuwa natambulisha wageni. Tunawashukuru sana rafiki zetu na wenzetu OSHA chini ya mtendaji wake Adija Mwenda na wanamichezo wote kwa kusherehesha sherehe hizi. Tunawashukuru wafanyabiashara na wananchi wote wa Singida kwa kutupokea na kutuhifadhi. Tumefurahia burudani mbalimbali na zaidi ilikuwa ni ile Kuku Festival kwa kuwa sehemu muhimu ya shughuli za utangulizi wa sherehe hizi. Kwa kweli sherehe hizi zimefana sana na tunasema asante sana, asante sana, asante sana kwa kutukaribisha mara nyingine. Wafanyakazi, tunaahidi kuendelea kushikamana na wewe na kukuunga mkono hasa kwa kuzingatia mambo makubwa uliyotufanyia wafanyakazi hapa nchini. Kama kauli mbiu yetu ya mwaka huu isemavyo, na wasisitiza wafanyakazi kujitokeza kwa wingi kushiriki kamilifu katika zoezi zima la kujiandikisha na kupiga kura. Mshikamano, solidarity, nani kama mama? Mama, sisi wafanyakazi tunakupenda sana, asante. Wafanyakazi oye! Mshikamano. Haya, jamani, ndio tunaelekea katika ule wakati wa kumsikiliza Mheshimiwa Rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwanza hapa kuna burudani. Naomba Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa wenza wa viongozi wakiongozwa na mwenza wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mama Mary Majaliwa. Tuko naye hapa. Sasa tunayo kwaya yetu ya utumishi wa umma na baada ya hapo tutamleta Diamond Platinum. Haya, kwaya ya utumishi wa umma haraka haraka. Unaonyesha jinsi unajali wa Tanzania. Kila siku
kina mama. Unawatua Samia unawatua na wanafurahi. twende kwenye kilimo, Ruzuku ya mbolea kwa wakulima wote. Samia umelipia mbolea bei imeshuka. na sisitiza tena, Ruzuku ya mbolea kwa wakulima wote. Samia kazini kwetu umelipia mbolea bei imeshuka. twende kwenye elimu, Kidato cha sita elimu bure. Samia Serikali yako inalipa. Makundi yote maalum raisi anayatazama kwa jicho la upendo anayahudumia. Makundi yote maalum raisi anayatazama kwa jicho la upendo anayahudumia. Mikopo kwa vijana na wale walemavu pia na wanawake wote yapatikana. Mikopo kwa vijana na wale walemavu pia na wanawake wote yapatikana. Samia, kazi yako makamu wa raisi na waziri mkuu, wizara hii ya ujenzi, mawasiliano na fedha, maji na kilimo, TAMISEMI uvuvi, utumishi wa umma na afya, ardhi na elimu, utamaduni, mali asili, mambo ya nje na ya ndani, biashara ya madini, wizara ya mazingira, wizara ya ulinzi na kazi ya wabunge. Hata leo hapa tulipo, kazi bado yaendelea na itazidi endelea tena kwa vitendo. Yetu sisi ni haya maendeleo. Asante. Asante Raisi Tanzania. Sauti zetu kusema. Haya, asanteni, tunawashukuru sana. Makofi mengi. Sasa namleta Simba Diamond Platinum. Bila kupoteza muda, Diamond karibu. Mheshimiwa Rais, tunayo pia kwaya yetu ya bunge. Kwaya ya bunge ipo, baadaye pia utaishuhudia. Kwaya ya bunge ipo na Mheshimiwa Katibu wa Bunge amekuwa akiniangalia sana, nimwambia Mheshimiwa usiwe na wasiwasi. Kwaya ya muhimili nayo itasikika. Diamond karibu. Mike. Hayo go ase konamleta raisi mikono namleta mwenyekiti namleta raisi namleta Samia namleta mwenyekiti namleta Mama Samia namleta Suluhu Hassan namlelelele namleta raisi namleta Basingi namleta mwenyekiti namleta Amiri Jeshi Mkuu Samia mtetezi wa wanyonge Samia mpenda haki Samia Suluhu Hassan mwanamke
Shupa Samia. Penda demokrasia Samia. Superwoman Samia Suluhu Hassan. Peperusha bendera, eka mikono juu nione. Eka mikono juu, na Singida eka mikono juu. Ukiweka mikono juu. Alafu twende tuipeleke kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia. Nasema mama wembe, wembe kuzidi ule. Wembe kupita ule. Ushindi chama wembe. Wembe kupita ule. Ushindi. Wana Singida we. Wembe kupita ule. Ushindi. Wembe kupita ule. Ushindi kwa wembe. Wembe kupita ule. Asema oh wembe. Wembe kupita ule. Ushindi. Masamia we. Wembe kupita ule. Ushindi. Watoto wa Singida. Eka mikono miwili juu, eka mikono juu. Twende, we makofi, 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 makofi. Nasema, ninamleta raisi, wanamleta mwenyekiti na mlege. Namleta raisi. Namleta pa Singida. Namleta mwenyekiti. Namleta. Namleta Mama Samia. Namleta Suluhu Hassan. Oh, Namleta raisi. Namleta mwenyekiti. Namleta. na 2025 Tunaenda naye. tunafanya nini? Tunaenda naye. Vijana tumeamua. Tunaenda naye. Wana Singida wanasema Tunaenda naye. kina mama sijasikia. Tunaenda naye. Kina dada mpaka kule. Tunaenda naye. Boda boda wanasema Tunaenda naye. tunaenda Masamia. Tunaenda naye. Drop it down. Tanzania ya Mama Samia inaruka. Tanzania ya Mama Samia inang'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama ina furaha. Tanzania ya Mama Samia inang'ara. Ona mama, Mama mama. amiri jeshi mkuu, Mama mama. jemedari wetu, Mama mama. mtetezi wa wanyonge, Mama mama. Iena, 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 Raisi Samia nambari. Imba! Iena, iena. Iena, iena. Iena, iena. Samia nambari 1. Iena, 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 oh. Iena, iena, na Singida namba 1. Iena, iena. Singida. Iena, iena. Iena, iena. Samia nambari 1. Oshangwe na vigeregere, na vigeregere, na vigeregere. Shangwe na vigeregere, na vigeregere, na vigeregere. Singida na Asante. isonge mbele, na isonge mbele, na isonge mbele. Singida na isonge mbele, na isonge mbele, na isonge mbele. Kuna maelekezo kule na ndio. Haya, makofi mengi kwake Diamond. Asante. Mshikamano. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Comrade Tumaini na Mhukia, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi TUCTA, ili aweze kutoa salamu. Wafanyakazi oye! Solidarity. Wafanyakazi solidarity. Mshikamano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu
Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa ridhaa yako naomba nitambue uwepo wa makamu wetu wa rais Dr. Philip Isidori Mpango. Lakini kwa kipekee pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa na kiongozi mwenzetu wa vyama vya wafanyakazi. Nitambue uwepo pia wa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Doto Biteko ambaye pia ni kiongozi mwenzetu wa vyama vya wafanyakazi. Kwa kipekee niwatambue kwamba nafasi zao kule TUCTA bado zipo. Wakijisikia kurejea baada ya kustaafu tutawapa nafasi. Mheshimiwa Rais, nitambue wa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekuwa pamoja na sisi tangia alivyokuwa naibu spika na sasa ni spika, hajawahi kukosa Mei Mosi hata moja. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Lakini nitambue uwepo wa waziri wetu wa kazi Mheshimiwa Ridwan Jakaya Mrisho Kikwete, waziri kijana ambaye tunakimbizana naye huku na kule, hatupi nafasi wala hatupumui, lakini kwa mema. Mheshimiwa Rais, kwa kipekee sana nitambue uwepo wa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala, Mheshimiwa John Mongela. Tumeshirikiana naye kwenye mambo mengi ya Mei Mosi haya kwenye mikoa mbalimbali, lakini leo anashiriki na sisi kwa title nyingine ya naibu katibu mkuu. Tunamkaribisha sana aendelee kuwa nasi, tunafahamu uwezo wake wa kushughulikia masuala ya wafanyakazi. Mheshimiwa Rais, kipekee kabisa nitambue uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida, dada yetu Halima Dendegu. Yeye na timu yake ya mkoa wa Singida akiwemo rasi na wakuu wa wilaya wamefanya kazi kubwa sana ya kuandaa sherehe hizi. Tumeshirikiana nao bega kwa bega. Mara ya kwanza Mheshimiwa Rais tunaletwa katika uwanja huu, ulikuwa uwanja uliojaa vichuguu, vichaka humu na majengo fulani yaliyozeeka sana yalikuwa ndani humu, lakini hakukuwa na ukuta wala jukwaa hili. Kazi hii imefanyika chini ya siku 20. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake akiwemo Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanashinda hapa na ofisi zao walizihamishia hapa. Mafaili yote yalikuwa yanawafuata hapa. Kwa kweli wanasema mnyonge haki yake mpe. Hakika Halima Dendegu na timu yake ya waheshimiwa wakuu wa wilaya zake zote wamefanya kazi kubwa sana sana. Tunawashukuru sana kwa hayo. Mheshimiwa Rais, nitambue pia viongozi wenzangu wa wafanyakazi. Nisipowatambua na sisi tunakaribia huko mbele wanaweza wakanishughulikia. Nitambue uwepo wa makamu wa rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi mdogo wangu Shaban Ambindwile Mwabungulu. Lakini nitambue uwepo wa katibu mkuu Comrade Heri Herbert Mkunda, naibu katibu mkuu Rehema Ludanga, mweka hazina wa shirikisho Dr. CPA James Kalanje, wenye viti wangu wa vyama vyote vilivyo ndani na nje ya shirikisho, makatibu wangu wakuu wa chapakazi walioko ndani ya shirikisho na walio nje ya shirikisho. Lakini nitambue kwa kipekee uongozi wa chama kilichoratibu, kimefanya kazi kubwa, chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa TALGU. Niwatambue wenzetu wa utatu ATE ambao wako hapa leo, mwenyekiti na mtendaji mkuu. Lakini nitambue pia uwepo wa shirika la kazi duniani likiwakilishwa na mtendaji mkurugenzi wa kanda hii ya Afrika ya Mashariki. Lakini kipekee sana na nimalizie kwa kuwatambua wenzetu wa Wizara ya Kazi wote kwa ujumla, kamishina wa kazi, msajili wa vyama vya wafanyakazi na uongozi mzima wa wizara chini ya katibu mkuu dada yetu Mary Maganga wamefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, nina maneno machache sana ya kuzungumza wakati na kukaribisha uje kuzungumza. Mheshimiwa Rais, leo ni siku yetu ya kipekee sana. Na niseme wafanyakazi walikumisi. Wana muda mrefu hawajakuona ukizungumza nao,
leo wana hamu sana ya kukusikia ukisema nao jambo. Mheshimiwa Rais, mwaka huu wa 2025 umetimiza miaka 4 tangu ulipoingia madarakani kwenye nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miaka hii 4 kwetu sisi wafanyakazi ina historia kubwa sana katika maisha yetu ya utumishi, hasa watumishi wa umma na wale wa sekta binafsi. Mei Mosi yako ya kwanza nasi ilikuwa Mei Mosi ya mwaka 2021 pale mkoani Mwanza. Katika Mei Mosi ile, Mheshimiwa Rais ulitutendea mambo mengi sana mazuri ambayo yalionekana kushindikana katika miaka ya nyuma, lakini ulipoingia madarakani uliyatekeleza. Leo ni siku yetu ya kukumbuka na kutafakari yale yote mazuri uliyoyafanya tangu ulipoingia madarakani. Mheshimiwa Rais, naomba nisisitize haya machache yafuatayo kwa jinsi ambavyo wafanyakazi wanaendelea kuyakumbuka. Mheshimiwa Rais, kitendo cha kutufungulia madaraja sisi wafanyakazi, hasa watumishi wa umma, madaraja yaliyokuwa jela kwa muda mrefu, na kutupandisha madaraja hayo bila kubagua mtumishi yoyote, kulitupa imani kubwa sana kwako. Mheshimiwa Rais, watoto wetu, wadogo zetu na ndugu zetu wanaosoma katika vyuo vikuu walijikuta katika dhahma kubwa ya kuchajiwa riba ya 6%. Pale Mwanza, Mheshimiwa Rais, uliondoa. Lakini Mheshimiwa Rais, mwaka uliofuata tulikuwa Dodoma. Pale Dodoma, Mheshimiwa Rais, uliridhia wafanyakazi wale waliopatikana na vyeti vya kugushi, kwa sababu walilia kilio kikubwa sana, ukaridhia walipwe zile 5% zao. Wapo waliotuita sisi watumishi wa aina hiyo wezi, majambazi, na tulitakiwa wakati mwingine tushtakiwe, lakini kwa moyo wako wa huruma uliridhia wakalipwa zile 5% zao, na baadhi yao zimewanyanyua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Sambamba na hao, wale watumishi wa darasa la 7 walioondolewa pia uliridhia waweze kulipwa nauli na kurejea makwao. Mheshimiwa Rais, hivi karibuni tumewaona watumishi wenzetu waliostaafu. Umewapandishia mafao yao, ile kima cha chini cha mafao kutoka shilingi 100,000 kwa mwezi, sasa wanalipwa shilingi 1,500 kwa mwezi. Hakika wewe ni mama mwenye moyo wa huruma kwa kuangalia watumishi walioko madarakani na wale ambao wamestaafu umeendelea kuwajali. Lakini Mheshimiwa Rais, hivi karibuni tuliona mafao yale, ile formula ya mafao ya mkupuo ilikuwa wanalipwa 33%. Ghafla kutokana na kilio chetu kwako ukapandisha ukapeleka sasa 40% kwa watumishi wa umma, na wale wa sekta binafsi wameenda 35%. Tulivyofuatilia Mheshimiwa Rais, tumegundua hata kumbe ile 7% ulioipandisha inatokana na bajeti ya serikali na wala si fedha za mifuko. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutujali. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa umetuonesha moyo wa upole na umetusikiliza na kutambua mchango wetu katika ukuaji wa uchumi wa taifa hili, bado tuna mpango nawe siku zijazo. Wafanyakazi tunakupenda sana na tutasimama nawe pale utakapotuhitaji. Mheshimiwa Rais wetu, kwa kuwa tunafahamu hitaji lako katika mwaka huu wa 2025, ahadi yetu kwako ni kusimama upande wako na kuhakikisha unavuka salama bila kuvuja jasho jingi. Mheshimiwa Rais, madai yetu mengi tumeyafikisha kwa wasaidizi wako kupitia wizara mbalimbali, na kwa sehemu kubwa mahitaji hayo yameshafanywa kazi na yale machache yaliyobaki yanaendelea kushughulikiwa na watumishi wanayaona. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa siku ya leo tumeitumia katika kutafakari mambo mazuri uliyotufanyia, nachukua fursa hii kukuomba kama lipo jambo unaloliona linafaa kuambia wafanyakazi siku ya leo, tunakuruhusu Mheshimiwa Rais utamke. Wewe ndiye mama, wewe ndiye kiongozi wetu. Mama anajua hitaji la mwanae. Aina ya kilio cha mtoto mama anakijua. Mtoto huyo leo anaumwa tumbo, leo anaumwa kichwa, na leo yuko salama. Mheshimiwa Rais, kabla sijakualika uje uzungumze hapa, basi nichukue fursa hii kukuomba uwe tayari kwa ajili ya zoezi la zawadi kwa wafanyakazi bora na michezo walioshinda. Lakini kabla hatujafikia kwenye zoezi hilo, Mheshimiwa Rais, sisi viongozi wa TUCTA, kwa yale uliyotufanyia kwa kipindi chote hiki, tumeona maneno yetu yasipite bure. Tukupe kumbukumbu ya zawadi yetu ambayo utaenda ukaikumbuke ukiwa nyumbani. Tunaomba kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais uwe tayari sasa kwa ajili ya kupokea zawadi hiyo ambayo tutaileta mbele yako, na baada ya hapo tutaendelea na zoezi la kutoa zawadi kwa wafanyakazi na wanamichezo. Karibu sana Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kupokea zawadi.
Naam, hii ni zawadi kutoka TUCTA. Tunaomba wengine wote tukae. Wengine wote tukae ili tupate picha nzuri. Wengine wote tukae. Naam, makofi mengi kina mama, vigelegele, brass band. Naam, chanda chema daima huvikwa pete. Makofi mengi 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 sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwa tumekupa zawadi hiyo, naomba sasa tusimame na tuwe tayari kwa ajili ya kutoa zawadi kwa wafanyakazi ambao wamechapa kazi vizuri na uchumi wa nchi yetu ukakua kama wanavyoendelea kuona sasa. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, katika kipengele hichi cha kutoa vyeti pamoja na zawadi, naomba nimkaribishe Naibu Katibu Mkuu TUCTA Bi Rehema Ludanga. Karibu. Asante. Wa kwanza atakuwa ni ndugu Shabani Mgaya ambaye atakuwa anatokea Ambon Plantation Limited na zawadi yake itakuwa ni shilingi milioni 2. Wa pili, mjipange vizuri. Wa kwanza ndugu Shabani Mgaya, wa pili asimame ndugu Ramadhani John Muhunda, wa tatu Lyson Mwanjisi. Tunawapanga kwanza. Ndugu Shabani Mgaya, ndugu Ramadhani John kutokea Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari anapokea shilingi milioni 10. Asogee ndugu Lyson Mwanjisi kutokea ofisi ya Bunge anapokea milioni 12. Ndugu Shabani hayupo. Shabani hayupo. Wa pili ni ndugu Ramadhan John Muhunda. Watatu ni CPA Lyson Mwanjisi kutoka ofisi ya Bunge. Wanne ni ndugu Yasin Sereki Msuya kutoka Mbeya Uwasa anapokea zawadi ya milioni 11. Watano ni ndugu Leonard Maduhu Subi anatokea hospitali ya Kibong'oto anapokea zawadi ya milioni 10. Wa sita ni ndugu Happy Thomas Kivuyo anatokea kampuni ya DP World anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Waheshimiwa viongozi, tumwache Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa TUCTA wakisimama, wengine tukae. Wa saba ni ndugu Ahmad Mohamed Ibrahim akitokea Shirika la Viwango Tanzania TBC anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Anayefuata ni ndugu Malcolm Pelgerini Mtengule
anatokea bodi ya mikopo na anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Anayefuata ni Injinia Juma Waziri kutoka Wizara ya Maji, anapokea shilingi milioni 10. Injinia hayupo. Anayefuata ni Halfan Juma Kirumbi, anatokea TCRA, anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Halfan. Anayefuata ni ndugu Elizabeth Jonas Kupa, anatokea NOAT, anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Anayefuata ni ndugu Rashid Abdullahi Rashid, anatokea bodi ya kahawa, anapokea zawadi ya shilingi milioni 2. Rashid. Anayefuata ni Melchior Endeka Maria, anatokea Benki Kuu, anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Anayefuata ni ndugu Abius Zakaria, anatokea TANESCO, anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Anayefuata ni ndugu Matilda Anselm Nyalu, anatokea PSSF, anapokea zawadi ya shilingi milioni 10. Anayefuata ni ndugu Stanford Nguvila, anatokea kiwanda cha sukari, anapokea zawadi ya shilingi milioni 2,700,000. Anayefuata ndugu David Lawrence Msukuma, anatokea TANROADS, anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Ndugu Lawrence Msukuma. Anayefuata ni ndugu Michael Lucas Weruma, anatokea Barrick Bulyanhulu, anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Anayefuata ni ndugu Christopher Kusila, anatokea TRC, anapokea zawadi ya shilingi milioni 3. Anayefuata ni ndugu Zadok Samson Ntole, anatokea Tazara, anapokea zawadi ya shilingi milioni 2,800,000. Anayefuata ni ndugu Shamba Hamza Mlanga, anatokea Swissport, anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Anayefuata ni ndugu Maximilian Ilunda, anatokea Tazama Pipeline, anapokea US dollars 2,300. Anayefuata ni ndugu George Msangia, anatokea Alliance One Tobacco, anapokea zawadi ya shilingi milioni 4. Anayefuata ni ndugu Pili Agustino Mbaga, anatokea Chama cha Mapinduzi, anapokea zawadi ya shilingi milioni 5. Anayefuata ni ndugu Neema Ezekia, anatokea Chama cha Walimu, anapokea shilingi milioni 3. Anayefuata ni ndugu Jonas Madale, anatokea Chama cha Walimu, anapokea milioni 3. Jonas Madale. Anayefuata ni Engineer Victor Hudson Safe, anatokea wakala wa barabara vijijini, anapokea milioni 10. Ni mtendaji mkuu wa TARURA. Anayefuata ni ndugu Isa Mustafa Musa, ni mwenyekiti wa kanda ya magharibi ya TASU, anapokea shilingi milioni 2,500,000. Isa Mustafa. Anayefuata ni ndugu Bakari Makilagi, anatokea mamlaka ya maji safi DAWASA, anapokea shilingi milioni 7. Anayefuata ni ndugu Yuda Tadei Oliver Kwai, anatokea Wizara ya Katiba na Sheria, anapokea milioni 12. Na anayefuata ni ndugu Amina Jumbo, anatokea Wizara ya Ardhi, anapokea milioni 5. Anayefuata ni ndugu Meseka Kadala, anatokea WCF, anapokea shilingi milioni 4. Anayefuata ni ndugu Gabriel Mwita, anatokea TCDC, anapokea shilingi milioni 5.
Anayefuata ni ndugu Samson Daniel Mazengo, anatokea TCAA, anapokea shilingi milioni 7. Anayefuata ni ndugu Charles Shisa, ni kutokea ofisi ya Rais, anapokea shilingi milioni 9. Na anayefuata ni ndugu Eliuta Kiwele, anatokea ofisi ya Waziri Mkuu na anapokea shilingi milioni 3. Mazengo mbona alishasoma? Huyu ni ndugu Samson Mazengo ulikuwa. Anayefuata kwa sasa ni Eliuta Kiwele, anayetokea ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, hawa waliokuwa wakitajwa mbele yako Mheshimiwa Rais, waliokuwa wakipita mbele yako kwa muda mfupi uliopita walikuwa ni wafanyakazi hodari kwa mwaka huu, wakiwakilisha wengine wengi ambao muda haukuturuhusu kuweza kuwataja wote. Na sasa tunakwenda kuwawakilisha wanamichezo walioibuka kidedea katika michezo ya kusherehesha Mei Mosi mwaka huu. Tutaanza na mshindi wa riadha kwa Mei Mosi. Upande wa wanawake alitokea Wizara ya Mambo ya Ndani. Anayefuata upande wa riadha wanaume anatokea pia Wizara ya Mambo ya Ndani. Mchezo wa baiskeli wanawake anatokea Wizara ya Uchukuzi. Mchezo wa baiskeli kwa ujumla upande wa wanaume anatokea Wizara ya Mambo ya Ndani. Mchezo wa karata wanawake ni Mahakama ya Tanzania, ndugu Malkia Masamalo Nondo. Mchezo wa karata wanaume ni ndugu Yusuf Ibrahim Nsomoke, anatokea Wizara ya Ujenzi. Mchezo wa bao wanawake atakuwa ni ndugu yetu Ofarasia Samson Muhoha, anatokea Taasisi ya Saratani Ocean Road. Bao. Mchezo wa bao wanaume atakuwa ni ndugu Ahmed Abdul Karim Makele, anatokea Wizara ya Mambo ya Ndani. Upande wa mchezo wa darts wanawake ni Rehema Abdallah Halfani, anatokea Mamlaka ya Afya, Mimea na Viuatilifu. Mchezo wa drafti wanawake ni Pulkeria Maimu. Drafti wanawake Pulkeria Maimu kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu. Drafti wanaume ni Salum Simba kutoka Datsi alikuwa ni Rehema Abdallah Halfan kutoka Viuatilifu. Hayupo. Hayupo.
Dax wote hawapo. Kwa inayofuata ilikuwa ni draft. Draft ambayo ni Pulkeria Maimu kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu. Anayefuata upande wa wanaume ni Salum Simba kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mchezo wa kuvuta kamba wanawake unatokea Wizara ya Uchukuzi. Kuvuta kamba wanawake, washindi wetu walikuwa ni Wizara ya Uchukuzi. Na upande wa wanaume kuvuta kamba, washindi wetu pia walikuwa ni Wizara ya Uchukuzi. Volleyball kwa wanawake walitoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Mambo ya Ndani, volleyball. Volleyball wanaume watatokea pia Wizara ya Mambo ya Ndani. Volleyball wanaume pia Mambo ya Ndani. Netball imetokea Ofisi ya Rais Ikulu. Netball. Jamani, wamewakilisha vizuri. Alafu football wametokea Wizara ya Fedha. Mshindi wa jumla kwenye Mei Mosi wa taasisi Okay. Kuna basketball, mshindi alikuwa Wizara ya Mambo ya Ndani. Mshindi wa jumla katika michezo yetu Mei Mosi 2025 ni Wizara ya Mambo ya Ndani. Mheshimiwa Rais, hao ndio waliotuwakilisha katika michezo yetu kusherehesha wiki nzima hii na kufanya hamasa kubwa kwa maandalizi ya Mei Mosi. Asante. Mshikamano. Solidarity. Mshikamano. Wafanyakazi mko tayari? Wanasingida mpo tayari kumsikiliza Mheshimiwa Rais? Mpo tayari? Samia oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba nichukue fursa hii kukualika sasa uzungumze na wafanyakazi wa Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Peperusha bendera, peperusha bendera. Naam, toti wanamkaribisha Mheshimiwa Rais. Na washukuru toti, waheshimiwa tukae. Wafanyakazi oye! Na washukuru Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Nataka nitambue wote waliokusindikiza kutoka bungeni, wabunge, katibu wa bunge na wote, natambua uwepo wenu. Tambue uwepo pia wa mtendaji mkuu wa mahakama
na wote waliotoka kwenye mhimili wa mahakama. Comrade John Mongela, naibu katibu mkuu Chama cha Mapinduzi, na wote waliotoka Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, mwenyekiti wa mkoa, lakini na viongozi wote wa vyama vya siasa waliopo nasi hapa. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Wenye Ulemavu, pamoja na timu yako yote, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, ndugu yetu Tumaini Nyamhoka, rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA, lakini nitambue viongozi wote wa vyama ndani ya shirikisho hili la TUCTA, pamoja na katibu mkuu Henry Mkunda kutoka TUCTA. Tambue uwepo pia wa Mheshimiwa Dr. Balozi Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, lakini na makatibu wakuu wote na manaibu makatibu wakuu wakiongozwa na ndugu yetu Mary Maganga, katibu mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Tambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia mwenyeji wetu Mheshimiwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida na wakuu wa mikoa wote mliopo nasi. Kinitambue pia uwepo wa ndugu Oscar Mgaya, mwenyekiti wa Chama cha Waajiri Tanzania, na wote waliotoka chama hicho, akiwemo ndugu yetu Susan Ndomba ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa chama hicho. Ndugu Caroline Mugala, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani, Ofisi za Afrika Mashariki, tunakushukuru sana kwa kuwepo nasi hapa leo. Waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, viongozi wa taasisi za umma na sekta binafsi mliopo nasi hapa, viongozi wa dini, wawakilishi wa wazee wa Singida, machifu na wanasingida wote kwa ujumla wenu, ndugu wafanyakazi wenzangu wa sekta ya umma na sekta binafsi, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, mshikamano. Wafanyakazi sijawasikia, mmejificha na miamvuli. Mshikamano. Nimeona kidogo miamvuli imetikisika. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wafanyakazi, niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kwa kutufikisha mkoani Singida salama, na kwa wasafiri wenzangu kutoka nje ya mkoa, poleni kwa safari. Tunawashukuru TUCTA kwa kuendelea kutualika serikali kushiriki nao kwenye maadhimisho haya ya siku ya kitaifa ya wafanyakazi duniani. Hakika mialiko hii inakuza ushirikiano baina ya waajiri, waajiriwa na serikali. Na leo kama mnavyoona, serikali yote tuko hapa kuwaunga mkono wafanyakazi. Nina wingi wa shukrani kwa taasisi zote zilizoshiriki katika kuandaa, kufadhili na kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa kwa kiasi kikubwa hivi tunavyoiona. Shukrani za dhati ziende kwa waratibu wa maadhimisho ya mwaka huu, Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa TALGU, na wote walioshirikiana nao katika nafasi zao mbalimbali. Na washukuru wafanyakazi wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa kujitoa na kushiriki kwa wingi hivi katika sherehe hizi. Hakika leo ni siku yenu. Kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shukrani nyingi kwako kwa miongozo yako na kuisimamia wizara. Natambua bila usimamizi mzuri wa wizara chini ya Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, hakika bashasha na vifijo tunavyoviona hapa leo visingekuwepo. Waswahili wanasema usione vimelea vimeundwa, na nawashukuru kwa kuliunda hili. Asante sana Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, mtendaji mkuu wa wizara na watumishi, kwa kazi kubwa na maelezo mazuri ya namna mnavyoshirikiana na vyama vya wafanyakazi katika kutatua changamoto zao na kutekeleza maboresho ya hoja wanazoziibua. Hongereni sana.
Kwa wenyeji wetu mkoa wa Singida wakiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, asante sana kwa mapokezi mazuri ya shughuli hii na ukarimu uliotukuka. Likuwa nanong'ona na rais wa TUCTA, ananambia juzi kulikuwa na kuku wa kumwaga hapa Singida. Watu walikula kuku mpaka wakajisahau. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ukarimu huo Singida. Lakini asanteni wana Singida kwa kujitokeza kwa wingi hapa uwanjani. Kweli leo Bombadia imejaa. Bombadia leo imejaza. Waswahili husema shughuli ni watu, na kweli Singida watu wamejitokeza haswa. Shukrani zetu kwa waandishi wa habari kwa kututaarifu yaliyokuwa yakitokea ndani ya mkoa wa Singida kwenye maadhimisho haya kwa juma zima, na leo tukiwa nao katika kilele cha maadhimisho haya. Tunawashukuru wasanii wetu wa vikundi vyote vya burudani kwa burudani maridhawa. Tunashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama na vijana wetu wa scout wanaotusaidia kuweka usalama hapa uwanjani. Kadhalika tunawashukuru Red Cross kwa huduma wanayotoa, na nihitimishe shukrani zangu kwa kushukuru sana vikundi vya hamasa wanaotuchangamsha hapa uwanjani. Ndugu wafanyakazi, kabla ya kuendelea mbele na hotuba yangu, niwatambue wote waliopewa tunzo za ufanyaji kazi bora. Hongereni sana kwa utendaji wenye weledi na uadilifu. Hakika chanda chema huvishwa pete. Ni imani yangu kwamba kwa tunzo hizi mlizozipata mtazidisha bidii na maarifa zaidi katika kazi zenu. Lakini pia kwa wale ambao hawakupata tunzo leo, hongereni sana kwa mchango wenu wa kuiletea nchi yetu maendeleo na kukuza uchumi wa taifa letu. Niwapongeze wana michezo, na kwa umahususi kabisa Wizara ya Mambo ya Ndani. Leo wamekumba zawadi nyingi sana. Kwa hiyo nawapongeza wana michezo wote. Nataka nitilie mkazo suala la michezo sehemu za kazi, kwani michezo ni afya. Niseme tu kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili. Nimesikiliza kwa makini risala yenu wafanyakazi iliyosomwa na Katibu Mkuu TUCTA. Tofauti na miaka ya nyuma, mwaka huu pamoja na kuainisha maeneo ya maboresho na kutoa mapendekezo, nimefarijika kusikia risala yenu ikipongeza na kuwa na wingi wa shukrani kwa serikali. Hii inatokana na kwamba vyama vya wafanyakazi vimekuwa vikiwasilisha hoja, ushauri na mikakati ya kukabiliana na changamoto zenu kwa weledi serikalini, lakini hata kwa waajiri. Mmekuwa mkifanya mazungumzo ya utatu kwa maelewano makubwa, na kwa hakika mmedhihirisha ukomavu na kuimarisha mashirikiano na waajiri wenu pamoja na serikali. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Hatimaye ni yale ambayo yametajwa hapa kwenye risala ya Katibu Mkuu TUCTA, lakini waziri ameagusia, Caroline wa ILO ameagusia. Yote yale mafanikio Mrisho Mpoto ameyasema vyema. Yote yale ni kwa sababu tulikuwa na ushirikiano mkubwa na mshikamano mkubwa. Nimesikiliza risala kama nilivyosema pamoja na ile ya ILO ikitaja mambo na changamoto ambazo serikali imefanyia kazi na kutatua shida zilizokuwa zinawakabili. Mmeyasema vile vile yale ambayo bado hayajakamilishwa ama bado hayajaangaliwa kwa umuhimu wake. Niwahakikishie kuwa hatutayapuuza na hatutapunguza utashi wa kisiasa kwenye kuyashughulikia. Ndugu wafanyakazi, risala yenu imegusia suala la uhuru wa kuunda vyama au na kusajili vyama vya wafanyakazi. Kama mnavyofahamu, serikali imeridhia mkataba wa Shirika la Kazi Duniani namba 87 wa mwaka 1948
na tunawajibika kuheshimu matakwa ya mkataba huo ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika. Kwa kulitambua hili, serikali kupitia sheria ya ajira na uhusiano kazini sura 336 haijaweka masharti yanayozuia usajili wa chama katika maeneo na sekta ambazo tayari kuna vyama vimesajiliwa. Lakini hapa nataka nitoe rai kwa vyama vya wafanyakazi kuendelea kutoa huduma na kusimamia kikamilifu maslahi ya wanachama wenu ili kuwaepusha na ushawishi wa namna yoyote ile unaweza kuwasababishia kujitoa kwenye vyama vyao na kuunda vyama vingine, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini mkataba ule na sheria ya serikali tunasema uundwaji wa vyama vya wafanyakazi hautaingiliwa na chombo chochote, iwe sekta binafsi au serikali, watajiunda kwa hiari. Kwa nizungumze na wale ambao wanashawishi sehemu za kazi uundwaji wa vyama vingine vya wafanyakazi pale kwenye vyama vya wafanyakazi, hebu liangaliwe vizuri. Rais, naomba ulisimamie hilo pamoja na kamati yako, lisimamieni hilo. Ndugu zangu, kuhusu makato ya kodi kwenye posho mbalimbali, kama ilivyoelezwa, serikali itakaa na taasisi husika na kufanya uchambuzi na tathmini ya kodi hizo. Ndugu wafanyakazi, mapungufu mlioyabainisha kwenye utekelezaji wa mikataba ya ajira hasa kwenye sekta binafsi, niseme kuwa serikali imepokea ushauri wa TUTA kuhusu kusimamia kwa karibu ajira za muda mfupi ili kuhakikisha zinazingatia viwango vya ajira zenye staha. Hivyo ninaagiza wizara zinazohusika ziendelee kusimamia kamilifu eneo hili ili wafanyakazi na serikali tuendelee kunufaika na utekelezaji wa mikataba hiyo. Pamoja na hayo, sina budi kusema kuwa ni muhimu tukafahamu kuwa ajira za mikataba mifupi haziepukiki katika mawanda ya kazi. Aidha, kwa mujibu wa sheria, wafanyakazi walioajiriwa katika masharti yoyote yale wanastahiki haki zao zote za ajira, wawe mikataba mirefu, wawe mikataba mifupi. La maana ni stahiki zao kupatikana kama zilivyo. Mmegusia swala la bima ya afya, na hapa nataka niseme kuwa sheria ya bima ya afya kwa wote sura 161 ilitungwa na kuanza kutekelezwa mwezi Agosti mwaka jana 2024 kwa baadhi ya vifungu. Ili kuwezesha utekelezaji wa sheria hii kikamilifu, serikali inaendelea kushirikisha wadau na makundi mbalimbali ya wananchi, kufanya utambuzi wa kaya zisizo na uwezo, kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma na kuandaa vitita vya mafao vitakavyokuwa na gharama nafuu kwa wananchi wote. Kwa wakati huu, serikali inawasihi wastaafu katika sekta binafsi kujiunga na huduma za bima ya afya kupitia vifurushi vinavyotolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Mfuko wa Afya ya Jamii CHF, wakati wakisubiri kukamilika kwa taarifa za utoaji wa bima ya afya kwa wote. Ndugu wafanyakazi, serikali imepokea pongezi mlizotoa kuhusu hatua zilizochukuliwa katika kuboresha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya kikazi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi. Aidha, kwa upande wa migogoro ya wafanyakazi wa sekta binafsi, serikali ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mfumo wa usimamizi wa migogoro ya kazi kidigitali ambao utawaondolea wadau adha ya kupoteza muda na gharama katika kufuatilia huduma hiyo. Kwenye hoja ya mabaraza ya wafanyakazi wa kisekta, serikali inatambua umuhimu wa mabaraza ya majadiliano ya pamoja ya sekta mbalimbali katika utumishi wa umma. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeunda na kuzindua Baraza Kuu la Wafanyakazi katika utumishi wa umma pamoja na kuunda mabaraza ya kisekta ya elimu, afya na serikali za mitaa. Hivyo ninamwagiza waziri mwenye dhamana ya utumishi wa umma kuendelea kuyasimamia mabaraza hayo na kuhakikisha yanafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Ndugu wafanyakazi,
Uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni suala mtambuka. Ninaishukuru TUCTA kwa kutambua jitihada za serikali katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Ni mwelekeo wa kuhifadhi na kutunza mazingira yetu. Nishati safi na mwelekeo wa kuhifadhi na kutunza mazingira yetu. Nitumie jukwaa hili kuwahimiza waajiri na wafanyakazi wote nchini kuendelea kuifanyia kazi kwa vitendo ajenda ya matumizi ya nishati safi, kama nchi tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea katika kuhifadhi na kutunza mazingira. Na hapa nipongeze ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuonesha mfano, na hawa ndio wenye mazingira, wametuonesha mfano nasi tuwe nyuma yao. Ndugu Rais wa TUCTA, niwapongeze tena TUCTA kwa namna mnavyofuatilia hoja za wafanyakazi. Hoja mlizoziibua tunazichukua na tutazifanyia kazi kikamilifu. Kama tulivyoagizwa kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 20 mpaka 2025, serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ya utendaji kazi wa vyama vya wafanyakazi ili viendelee kuwa nguzo muhimu kwa kujenga mahusiano pahala pa kazi na kuboresha maslahi na haki za wafanyakazi. Wafanyakazi mshikamano, solidarity. Ndugu wafanyakazi, nchi yetu imeendelea kupiga hatua kubwa katika sekta mbalimbali. Kiuchumi, mwaka 2024 ukuaji wa uchumi ulipanda kufikia 5.5 kutoka 4.6 iliyokuwa 2023, na tumeweza kudhibiti mfumuko wa bei katika kiwango cha 3.1. Mafanikio haya yamechangiwa na kukua kwa uwekezaji, kuongezeka kwa uzalishaji na mauzo ya nje. Tumeendelea kujenga mazingira mazuri kwa uwekezaji na biashara kisera na kisheria. Tunatekeleza miradi inayorahisisha usafiri na usafirishaji, yani reli, viwanja vya ndege, usafiri majini na barabara. Tumeendelea kutekeleza miradi ya kuzalisha nishati kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa bidhaa na kurahisisha huduma za kiutawala na usalama nchini. Na vile vile tumeendelea kutekeleza miradi inayotoa huduma bora kwa jamii ili kukuza ustawi wa watu na kuimarisha nguvu kazi. Uwekezaji wote huu pamoja na unaofanywa na sekta binafsi umesaidia kuzalisha jumla ya ajira 888,204 kwa kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025. Aidha, kutokana na kukua kwa diplomasia yetu, tumeweza kuingia mikataba ya ajira na nchi mbalimbali ikiwemo nchi za Falme ya Kiarabu, UAE, Saudi Arabia, Iran na Qatar kwa lengo la kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania kwenye nchi hizo. Niitake ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kuzingatia fursa hizi na kuhakikisha tunazichangamkia kwa manufaa ya wanayokwenda kufanya kazi, lakini kwa manufaa ya nchi yetu pia. Ndugu wafanyakazi, ninafahamu kuwa kulikuwa na manunguniko kuhusu kuchelewa kwa mashauri yaliyofika kwenye Tume ya Usuluhishi na Uamuzi. Ili kuleta ufanisi, serikali imeandaa mfumo wa kielektroniki ECMS unaolenga kuimarisha shughuli za Tume ya Usuluhishi na Uamuzi inayohusika na migogoro ya kikazi kwa njia ya kidigitali. Mfumo huo utarahisisha usimamizi na uendeshaji wa mashauri kwa kupunguza muda na gharama na kusaidia kutatua migogoro ya wafanyakazi kwa haraka. Ndugu zangu, nimefurahishwa sana na kauli mbiu mlioichagua. Hakika inaendana na wakati tulionao. Uchaguzi ni haki ya kikatiba na ya kidemokrasia ya kila mfanyakazi. Hivyo, kama kauli mbiu yenu inavyosema, uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki, ambayo haipishani sana na ile ya kitaifa, ila ya kwetu imeongeza uchaguzi, ile ya kitaifa inahamasisha kuangalia maslahi ya wafanyakazi. Kwa mnasaba huu,
niwaombe mjitokeze kwa wingi ili kuchagua viongozi walio bora, waweze kulinda na kutetea maslahi yenu. Tayari awamu ya pili ya zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura imeshaanza. Hivyo wale ambao hawajajiandikisha au kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza, niwaombe mjitokeze kwa wingi kujiandikisha ili tusije kupoteza haki ya kikatiba ya kupiga kura. Ndugu wafanyakazi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kutoa msisitizo kwenu TUCTA, ATE na wafanyakazi kwa ujumla katika mambo yafuatayo. Mosi, TUCTA ni wasihi muweke utaratibu wa kutatua migogoro baina ya vyama vilivyopo ndani ya shirikisho, kwa kuwa migogoro hiyo haileti afya si tu kwa wanachama wenu bali pia kwa serikali, kwa kuwa inapunguza tija na uzalishaji na hivyo kuwa na athari za moja kwa moja kwenye uchumi wa nchi. Kati ya sababu za migogoro hiyo ni kutokuwa na uwazi katika mapato na matumizi ya fedha za michango ya ada za wanachama. Naomba mkaliangalie vyema. Nachotamani kuona ni TUCTA inayochangia kuongeza tija na ufanisi katika kazi, hali itakayochagiza maendeleo zaidi nchini kwetu. Aidha, niwatake muendelee kutetea haki za wafanyakazi wote nchini, wakiwemo ofisi za TUCTA, wafanyakazi wenu wenyewe ambao wana madai mbalimbali ya stahiki zao. Vile vile mwakumbushe wafanyakazi wajibu wao katika sehemu zao za ajira na kwa nchi yao pia. La pili ni kwenu ATE, nanyi niwasihi muendelee kuwajengea uelewa wanachama wenu kuhusu matakwa ya kisheria, hususan takwa la uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja mahali pa kazi. Tutakaporuhusu majadiliano haya, si tu yatasaidia kuboresha maslahi ya wafanyakazi, bali pia yatasaidia kuongeza tija katika uzalishaji na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa letu. La tatu, kama mnavyofahamu, dunia imepata mtikisiko wa kiuchumi kutokana na kubadilika kwa mwelekeo wa kisiasa za kanda ambao pia umeleta mabadiliko kwenye sera za kifedha. Mtikisiko huo umeleta kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka kwa wabia tuliowazoea. Hali hii inatulazimu tuongeze ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani na tubane matumizi ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya msingi ya ujenzi wa nchi na utoaji wa huduma za kijamii. Huu ni wakati ambao wafanyakazi, waajiri na serikali tunapaswa tushikamane katika vita hii ya kiuchumi ili tusiumbishe nchi yetu. Ndugu wafanyakazi, mapema katika hotuba yangu niliwapongeza kwa kuchangia kukua kwa uchumi. Mwezi Mei 2024 mwaka jana, wakati tukiadhimisha siku ya wafanyakazi, serikali ilieleza ugumu wa uchumi ulivyokuwa kwa wakati ule na kuwasihi tusiongeze gharama kwa serikali kwa kuongeza mishahara, bali tuliendelea na upandishaji wa madaraja na kutoa maslahi mengine ya wafanyakazi. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5.5% mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba
katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi waendane sambamba na wenzao wa sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Ndugu wafanyakazi, nimalizie kwa kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha sikukuu hii, na ninawashukuru kwa mchango wenu adhimu katika ujenzi wa taifa letu. Kuijenga nchi yetu ni jukumu letu sote, hivyo hatuna budi kuimarisha umoja na mshikamano wetu. Aidha, niwakumbushe kwamba ili tuweze kujenga vyema taifa letu ni lazima tulinde amani na utulivu nchini. Nataka nirudie hapa. Wafanyakazi oye! Naomba tusikilize hili. Ili tuweze kujenga vyema taifa letu ni lazima tudumishe na tulinde amani na utulivu nchini. Kwa namna yeyote ile, tusitoe fursa kwa vyama vya wafanyakazi kutumika kuichafua nchi yetu. Historia ya vyama vya wafanyakazi ni vyama vilivyoleta vuguvugu la uhuru wa nchi hii. Sasa tusijibadilishe tukawa vyama vya kusaliti uhuru wetu tulioutafuta kwa nguvu kubwa. Niwaombe sana viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkalisimamie hilo. Mwisho kabisa, niwaombe ulinzi wa Mungu na niwatakie safari njema naporudi kwenye maeneo yenu. Narudia wito wangu kwenu wafanyakazi kushiriki kikamilifu katika zoezi la uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025 ili kutumia haki yenu ya kikatiba kupata viongozi watakaoongoza taifa letu. Baada ya kusema hayo, nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki bara letu Afrika na Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na hongereni sana wafanyakazi. Asante sana.